Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba Jumamosi ya leo imekuendea vyema, na kwa moyo mkunjufu nakaribisha kwa taarifa zetu za KTN leo weekendi. Jina langu ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara akiwa ni William Sila. Kama ilivyo ada siku ya Jumamosi mtazamaji, tumekuandalia makala ya Tembea Kenya, na hii leo Moses Baya na Tobias Chanji wamezuru huko Kwale katika kisiwa cha Funzi. Mtazamaji, ni kisiwa ambacho kina historia ya kustaajabisha, basi usikose kutazama makala hayo ya Tembea Kenya. Na katika sehemu ya pili makala ya Wako Wapi, hii leo mtazamaji tunaye Catherine Dereba ambaye ni mwanariadha wa siku nyingi na vile vile ni mwanamke wa pekee ambaye ameshinda mara 4 mbio za Boston. Mtazamaji, ni baadhi tu ya yale ambayo tumekuandalia katika taarifa zetu, lakini kwa sasa tupate vidokezo. Wote ambao wamebora mali ya wananchi wanafaa kuwekwa ndani. There is no shortcut. Afisa msimamizi wa kandarasi kaunti ya Nandi atiwa nguvuni baada ya kupatikana na kitita cha fedha zinazoshukiwa. We are a third force. We are a movement that should be taken serious, and we have an agenda for this country. Wagombeaji waliopoteza tiketi za Jubilee waunda ushirika wa wagombea huria na kuapa kumuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta. Nafikiri ilikuwa ni katika miaka 45 hivi, 1945. Mbuyu huu ulitumika na wanajeshi wa Kiingereza. Katika Tembea Kenya tunakupeleka kisiwa cha Funzi huko Kwale, usikie mambo ya shetani yaliyoozwa kisiwani Pemba nchini Tanzania. Mtazamaji, maafisa wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi wamemnasa afisa mkuu wa ujenzi na kandarasi katika kaunti ya Nandi baada ya kupatikana na mabunda ya noti katika maeneo ya Langas. Alex Buigot alionekana kuficha uso wake baada ya kufumaniwa na maafisa hao akiwa ameficha zaidi ya shilingi milioni 5.7 katika nyumba yake. Hata hivyo, asasi zinazohusika zinaendeleza uchunguzi ili kubaini endapo pesa hizo zilifujwa katika serikali ya kaunti ya Nandi. Nimeshukuru sana wale EACC kwa kufanya kazi yao. Wale wote ambao wamebora mali ya wananchi wanafaa kuwekwa ndani. There is no shortcut. We are running out of resources. We have challenges in our hospitals. There are no medicine. Doctors sometimes have a low pay. Farmers sometimes have a low pay. Everyone, we need resources to do our roads. We need resources to have water. Wale wote ambao walihusika in Nandi County, wote lazima watiwe ndani. Ofisi ya Inspector Mkuu wa Polisi Joseph Boynet sasa imedai kwamba mauaji ya watoto watatu wa James Ratemo, mgombea wa wakilishi wadi wa Kapsoya, yalitokana na mzozo wa ardhi. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Upo wasiwasi kwamba huenda mzozo wa ardhi ulisababisha mauaji ya watoto wa James Ratemo, mgombea wa wakilishi wa wadi ya Kapsoya, kaunti ya Uasin Gishu. Ebi Isaji, mkewe James Ratemo, aliamua kufunguka kwa mara ya kwanza tangu mauaji ya wanawe. Umepewa muda mdogo sana kurudisha mali yetu. Wanawake kutoka nje hawatumia hata tone kidogo ya mali yetu. Na usichukulie ni maneno tu. Sikuja ni kweli. Anyway, sisi tunaomba tu. Madai ya Ebi Isaji yanaenda sambamba na ile ya Inspector Generali Joseph Boynet kwamba mzozo wa kipande cha ardhi ulichochea mauaji hayo, jambo ambalo James Ratemo amepinga, kwani ardhi aliyoiuza ni ile ya eneo la Munyaka ambayo aliuza kwa kima ya takriban 600,000.
Ananyamaza ni mtu ananyamaza hivyo sana, hata anaweza pita bila kumsalimia, lakini tabia yake iko hivyo. Na anafanya kazi gani? Kijana mdogo. Huku haya ya kijiri, viongozi wa eneo la North Rift wakiongozwa na mbunge wa Nandi Hills Alfred Keter na mbunge wa Kapseret Oscar Sudi walitembelea familia ya Ratemo. Tunataka kujua ni watu wangapi walihusika, na kama kuna magari, kuna pesa zilihusika, lazima tujue ni kina nani, walikuwa na lengo gani, na kazi yao wamefanya namna gani, na wanatarajia tena kuanza kuendelea namna gani. Pia vile vile tumeongea na county commissioner wetu wa Singishu hii, wawasiliana na county commissioner wa kule Trans Nzoia penye watoto waliuliwa, ili tujue ni nini aswa. Viongozi hao sasa wanamtaka waziri wa usalama Joseph Kaiseri kujifunga masombo na kubaini chanzo cha mauaji hayo. Wale ambao wanashiriki katika Directorate of Criminal Investigation ikiongozwa na Muhoro na watu wake ambao wanafanya sehemu hii ya Uasin Gishu ama Eldoret Town, wahakikishe wale wote walihusika washikwe. I'm 100% sure hakuna penye walikosana na watoto, kwa sababu watoto ni watoto wadogo sana, na ndio imetugusa sana. Tunataka tujue kabisa ni nini imefanyika, ili pia Wakenya wajue ni nini imefanyika, kwa sababu imesumbua Wakenya wengi sana. Enoch Onsanse, mshukiwa mkuu wa mauaji ambaye pia ni mjomba wa marehemu hao, bado anazuiliwa katika kituo cha polisi ambacho hakijaweza kubainishwa, kwani kwa mujibu wa OCPD Adamson Furaha ni mshukiwa hatari. Elvis Kosgei, KTN leo wikendi. Na mtazamaji, wagombea ambao walipoteza kwenye mchujo chamani Jubilee hii leo wameunda ushirika wa wagombea huria. Wanasiasa hao waliokutana katika ukumbi wa uwanja wa Kasarani wamekubaliana kwa kauli moja kwamba watagombea viti mbalimbali kwa tiketi huria, ila wamesisitiza kwamba wako nyuma ya Rais Uhuru Kenyatta na kwamba watamfanyia kampeni Rais Uhuru Kenyatta ili kuhakikisha kwamba anatoa ushindi wa kuongoza kwa miaka mingine mitano. Miongoni mwao ni gavana wa Kiambu William Kabogo, mbunge wa zamani wa Naivasha John Mutudho, na gavana wa Nakuru Kinuthia Mbugwa, na gavana wa Kirinyaga Joseph Ndavi. Mkutano huu uko au ulikuwa na watu wanawania viti 3,000, na kila mmoja wa wale 3,000 ako na jamii anaweza ita family and friends, na wako na kura ambazo ni kiasi kwa uchache sana, kiasi ya kura 100. Ukifanya hesabu easy mathematics, mimi na bibi yangu na watu yangu 100 tu mara 3,000 ni kura 1,300 au 300,000. Ukichezea kura 300,000 ni kusema uelewi ni kitu gani siasa inafanyika. Kwa hivyo tunasema tuachwe nafasi, tuweze kung'ang'ana, tuweze kusukuma gurudumu za nchi yetu tukufu ya Kenya mbele. Elections ingine ikija, hakuna haja kwenda kwa chama. Watu watasimama kama independent candidates. Manake hakuna haja ya kutupa pesa uende kwa mchujo, na ni mchujo umechorewa, na umechorewa na watu hawawezi na wanataka kuingia kwa kifua. We are in a city where we have an incompetent governor, and we are now proposing, or we have been proposed to have an even more incompetent candidate. Haiwezekani. Mimi ningetaka niombe president candidate wetu kwa Jubilee na deputy, niwaambie hivi: if today Buzeki or Kabogo or Mr. Giringi is not in the ballot, two things will happen. One, wale ambaye tutakuwa tumewachia viti hawataenda kupiga kura because they already been celebrating wameshinda. The second thing, sisi pia wafuasi wetu watakataa kwenda kupiga kura
because they will be jilted. So it will be a double tragedy. Kwa hiyo ninasema watukubalie tuweke candidature yetu na wakubali roho safi, ndio kukue na msisimuko kwa ground, watu watoke kwa wingi wapige kura tupite ile 70+1. Basi wagombea wa nyadhifa mbalimbali chamani Jubilee ambao waliteuliwa na kukabidhiwa vyeti vya chama hicho wanakutana huko Nanyuki kwa mkutano wa kupanga mikakati ya ushindi. Wagombea hao wanakutana Nanyuki kwa mwaliko rasmi wa mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria, ambapo ajenda mojawapo ni umoja wa chama na kampeni za kumrudisha uongozini Rais Uhuru Kenyatta. Laikipia County, Laikipia North Constituency, as members of candidates of Jubilee Party from 11 counties represented. And the objective of meeting today was to, first of all, strategize on how we will play our role to mobilize over 100% voter turnout in our counties and ensure that we are contributing to the Jubilee target of getting 70+1 or more during the coming elections, and therefore reassuring His Excellency the President a re-election. So as far as we're concerned, we've already started planning in terms of how we're going to work together as a united team to support the Jubilee agenda in Parliament, the Jubilee agenda within the counties, and Jubilee agenda within the county governments, by working together to ensure that there's a seamless interlink between what the President and the Deputy President and the Jubilee team will be presenting as agenda to ensure that it's synchronized all the way to the counties and supported in terms of its passage, in terms of... Mwanafunzi mmoja amefariki jana usiku kwenye mkasa wa moto katika shule ya sekondari ya Barkowino huko Bondo, kaunti ya Siaya. Moto huo ulizuka katika bweni moja ambamo mwanafunzi huyo alikuwa akilala huku wenzake wakiwa darasani wakisoma usiku huo mwendo wa saa 3. Na mtazamaji, majeruhi 10 walikimbizwa katika hospitali ya Bondo walikopata tiba. Chanzo cha moto huo hakijabainika, japo inaripotiwa kwamba wiki moja iliyopita wanafunzi hao waliandamana wakipinga uongozi wa shule hiyo, na haijulikani ikiwa mkasa huo una uhusiano wowote na maandamano hayo. Mkuu wa wilaya Richard Ajwang alizungumza na wanahabari kuhusiana na kisa hicho. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi na kisha turejea na taarifa zaidi. Kumbuka kuna makala ya Tembea Kenya ambapo tutaelekea huko Kwale, na vile vile katika sehemu ya pili makala Yako Wapi hii leo tunaye mwanariadha Catherine Ndereba. Usiende mbali.